السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. इस आयत का तर्जुमा यह है कि और बात के Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu yadahullah taala anasema, nani anaweza kuwa mzuri katika kauli kuliko yule ambaye anawaita watu kwenye Allah na anafanya vitendo vizuri na anasema mimi ni miongoni wa watiifu. Aya hii ni mfano na ni sifa ya mwaminio. Nani anaweza kufuata aya hii kuliko Muislamu mzuri? Mwenyezi Mungu ameeleza sifa 3 katika aya hii. Ikiwa mtu yeyote anakuwa na sifa hizi, basi mapinduzi yanaweza kupatikana katika maisha yake. Tena si hii tu kwamba mapinduzi yatapatikana katika maisha yake, hata katika jamii pia yeye anaweza kuleta mapinduzi. Sifa hizi 3 ni hizi: kuita watu kwenye njia ya Mwenyezi Mungu na kufanya vitendo vizuri, na ya 3 ni kuwa mtiifu, na kwa kuonyesha mfano wa utii anatangaza mimi naamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na vile vile nafuata mafundisho yake. Haya ni mambo kwayo. Jambo la kwanza linamtaka Muislamu aweze kujifunza kwanza mafundisho ya dini tukufu ya Islam, kisha awafundishe wengine. Jambo hili linamkumbusha mwaminio yeye ajue haki za Mwenyezi Mungu ni nini na namna gani anaweza kuitimiza haki hizi zote. Aya hii inamfundisha mwaminio kwamba waambie watu wengine Mwenyezi Mungu ameweka haki gani kuhusu wenzenu na namna gani mnalazimika kutimiza haki hizi.
na mtu anaweza kuwakumbusha wengine kuhusu haki hizi wakati yeye mwenyewe anakuwa na mapenzi na upendo kwa ajili ya wengine, na yeye anataka kuwaokoa watu hawa kutoka katika mashambulio ya shetani. Hazur anasema kwa ajili ya kuongeza watumishi wa Mwenyezi Mungu anakuwa na hamu sana. Katika hali hii anaweza kutimiza lengo hili. Yule ambaye anakuwa na sifa hii, au yule ambaye anakuwa na shauku ya kuleta watu karibu na Mwenyezi Mungu, hasusan katika hali wakati njama za shetani na hila za shetani zinaendelea kuzidi siku hadi siku, katika hali hii yule ambaye anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu na yule ambaye anatafuta ukaribu naye, yeye tu anaweza kufanya juhudi hii. Kisha sifa ya pili iliyoelezwa katika aya hii ni hii: Allah subhanahu wa ta'ala anasema mufanye vitendo vizuri, yani mutimize haki za Mwenyezi Mungu na viumbe vyake. Si hii tu kwamba mutimize haki, bali nyinyi kwa kuwa mfano mzuri muwe mfano kwa ajili ya wengine pia. Pengine elimu yenu ya dini haitakuwa na faida hata kidogo. Vile vile katika hali hii, ikiwa mnawaita watu kwenye njia za Mwenyezi Mungu, hamwezi kupata baraka za Mwenyezi Mungu, fadhila za Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi hamfuati amri hii ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa hali hii inapatikana, yani utii haupatikani ndani yake, basi katika hali yake hii kazi ya mahubiri itaenda bure. Kisha sifa ya tatu iliyoelezwa katika aya hii ni hii: Muislamu mwaminio halisi anatangaza kwamba yeye ni mtiifu mkamilifu, yani yeye anaamini amri za Mwenyezi Mungu na amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena si hii tu kwamba anasema anaamini, bali yeye anafanya juhudi afuate amri hizi zote katika maisha yake. Yeye anasema atangaze kwamba anatanguliza dini juu ya dunia. Katika utii kuna utii wa uhalifa na vile vile kuna utii wa nidhamu ya jumuiya. Mtu akisema mimi nafanya kazi ya mahubiri sana, mimi nina elimu sana, mimi sihitaji nidhamu ya aina yoyote, njia hii ni ile njia ambayo Mwenyezi Mungu haipendi. Katika zama hizi Mwenyezi Mungu anataka kuimarisha jumuiya, na yeye aliimarisha jumuiya hii Ahmadiyya. Basi kujiunga na jumuiya hii ni muhimu sana. Mwenyezi Mungu ameshawahi kusema, bila shaka kufanya mahubiri ni kazi nzuri sana, lakini pamoja na mahubiri mwaminio anatakiwa atangaze innani minal muslimina, yani mimi ni mtiifu wa hali ya juu. Hivyo ndivyo kufanya vitendo vizuri, kufanya mema, na vile vile hali ya uchamungu inaweza kupatikana wakati mtu anaboresha hali ya utii wake na anakuwa mtiifu wa hali ya juu. Hazur anasema baadhi wakati kwa kidhahiri watu wema, watu ambao wanafanya kazi ya dini wanakuwa aina hii kwamba inaonekana mwisho wao si mzuri. Basi Mwenyezi Mungu anasema mwaminio na yule ambaye anasema kauli nzuri
yeye atakuwa mfano mzuri na atapata matokeo mazuri. Wakati pamoja na hali hii yeye anatangaza na anasema kwamba mimi ni mtiifu na tii nidhamu iliyoletwa na Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya sisi wanajumuiya. Hali hii ya utii inaweza kupatikana, mahubiri yetu yanaweza kuleta matunda na mema yetu inaweza kuitwa vitendo vizuri. Wakati sisi baada ya Sayyidina alayhi salatu wassalam tutakuwa watiifu wa nidhamu ya ukhalifa katika jumuiya na nidhamu inayoendeshwa chini ya uhalifa, tutakuwa watiifu wa nidhamu ile pia. Baraka inaweza kupatikana katika juhudi yetu wakati kila mwanajumuiya na kila kiongozi wa jumuiya na kila mtumishi wa jumuiya, kila mbashiri anaelewa nidhamu ya jumuiya na vile vile anatimiza haki za wenzake. Hazur anasema kwamba hakuna shaka katika kitu hiki kwamba Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake na sawa na bishara za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtuma Sayyidina alayhi salatu wasalam Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina alayhi salatu wasalam sawa na zile ahadi. Kwazo jukumu alilolipewa Sayyidina alayhi salatu wasalam, jukumu lile litatimia. Bishara zingine zilitimia wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam na ilipangwa bishara zingine zitatimia baadaye, na bishara hizi zinaendelea kutimia hata baada ya kufariki kwake. Na kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wasalam ujumbe wa Islam unaendelea kufika kila kona ya dunia, na polepole pole watu wenye tabia nzuri wanaendelea kujiunga na jumuiya Ahmadiyya. Mwenyezi Mungu akituma manabii wake kwa ajili ya majukumu, Mungu anatimiza yale majukumu. Mwenyezi Mungu amesema kataballahu laghlibanna ana wa rusuli, yani Mwenyezi Mungu amekwisha amua mimi na mtume wangu lazima sisi tutapata ushindi. Mwenyezi Mungu alimfunulia Sayyidina alayhi salatu wasalam pia ufunuo huu mara kwa mara, na Mwenyezi Mungu alimfunulia Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa maneno haya. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza maelezo ya aya hii anasema, hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu, na tangu Mwenyezi Mungu ameumba binadamu katika dunia hii, tangu wakati ule aliendelea kudhihirisha sunna hii kwamba yeye anawasaidia watumishi mitume wake na anawapatia ushindi, kama aliyosema Mwenyezi Mungu kataraballahu laghlibanna ana wa rusuli. Na ushindi maana yake ni hii, kama manabii wanakuwa na malengo haya kwamba umoja wa Mwenyezi Mungu upatikane duniani na asiweze kusimama dhidi yake mtu yeyote, hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu kwa kuonyesha nishani zenye nguvu anathibitisha ukweli wa nabii na ukweli ambao wanataka kusambaza duniani. Mwenyezi Mungu anaweka begu ya ukweli ule kwa kupitia mikono ya manabii wake. Kisha Sayyidina alayhi salam anasema Mwenyezi Mungu amekwisha andika tangu awali na ameweka kama hii ni sunna yake kwamba yeye na mitume wake watapata ushindi. Na mimi Sayyidina alayhi salam anasema kwa sababu mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini bila kuwa na sheria mpya na bila kuwa na madai mapya na bila kuwa na jina mpya, bali
mimi nimekuja kwa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na nimekuja kwa kuwa mtumishi wake. Basi kwa sababu ya hii mimi nasema kama hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu tangu Adam alayhi salatu wassalam, na ahadi hii iliendelea kutimia tangu Adam alayhi salatu wassalam, hivyo ndivyo ahadi hii itatimia wakati wangu pia. Hazur anasema mti ambao Mwenyezi Mungu anataka kupanda kila pembe ya dunia kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wassalam, mti ule ni mti wa sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ilipangwa kwamba kazi hii itakamilisha wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Basi kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam, ukweli ambao Mwenyezi Mungu anataka kusambaza duniani, basi begu ya ukweli ule Mwenyezi Mungu anapanda kwa kupitia mikono ya manabii. Basi begu hii ilipandwa kwa kupitia mikono ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na katika maeneo kadhaa begu hii imeshaanza kuleta mimea. Kisha kwa kupitia nidhamu ya uhalifa begu hii iliyopandwa, miti hii inaendelea kupatikana duniani kote. Begu ile ambayo ilipandwa kwa kupitia mkono wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, sasa miti yake inaendelea kupatikana katika nchi mbalimbali. Kama chekechea inatayarishwa, watu wakulima wanajua vizuri, wanatayarisha chekechea, kisha wanaweza kupanda chekechea hii maeneo yoyote. Hivyo ndivyo chekechea ya tafsiri ya Qur'ani tukufu iliyofanywa na Sayyidina alayhi salatu wassalam, na jinsi Sayyidina alayhi salatu wassalam alitufundisha mafundisho ya Qur'ani tukufu. Elimu hii inaendelea kusambazwa duniani kote, na dunia inaendelea kuvutika upande wa mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Basi hakuna shaka ndani ya kitu hiki kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wassalam, ujumbe mzuri wa dini tukufu ya Islam utasambazwa duniani kote, na unaendelea kusambazwa duniani kote. Na kuhusu hii Mwenyezi Mungu alimbashiria Sayyidina alayhi salatu wassalam. Nimeshawahi kueleza kuhusu kataballahu al-aghlibanna ana wa rasuli. Pamoja na hii kuna ufunuo chungu mzima, nataka kueleza ufunuo kadhaa. Mwenyezi Mungu alisema yansurukumullahu fi dinihi, yani Mwenyezi Mungu atakusaidia kuhusu dini yake, yani kazi ambayo unasambaza, kazi ile ni dini ya Mwenyezi Mungu, na ni ile ni dini tukufu ya Islam. Kisha yansurukallahu min inde, yani Mwenyezi Mungu kwa upande wake atakusaidia. Kisha kuna ilhamu nyingine ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na ufunuo huu ni mashuhuri sana, inasomwa mara kwa mara. मैं तुझे जमीन के किनारों तक इज्जत के साथ शोहरत दूंगा, yani mimi nitafikisha heshima yako katika kila pembe ya dunia, na heshima hii itapatikana kwa sababu ya kusambaza dini tukufu ya Islam. Kisha Mwenyezi Mungu alisema ilham, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा. Kila moja anajua ufunuo huu, na ilham hii inasoma mara kwa mara. Basi Hazur anasema hakuna shaka kwamba ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wassalam lazima utafika katika kila kona ya dunia. Na dunia itamtambua Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kuwa mpenzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dunia inaendelea kumtambua Sayyidina alayhi salam kwa
sifa hii. Sasa angalieni, MTA inaendelea kusambaza ujumbe wa Islam duniani kote. Nimeshawahi kueleza mara chungu mzima, uwezo wetu ulikuwa hauwezi kufanya kazi hii ya MTA. Hata mpaka leo sisi hatuna uwezo kiasi hiki kwamba sisi tuendeshe TV channel, tena tuendeshe masaa 24 kisha turushe vipindi katika lugha mbalimbali ya dunia, na vipindi hivi vinarushwa katika kila eneo la dunia. Kisha tafsiri ya hutuba zangu zinaendelea kufika katika kila eneo la dunia katika lugha 6-7. Tafsiri ya hutuba inarushwa moja kwa moja. Hii yote ni ahadi za Mwenyezi Mungu aliyofanya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kisha kwa kupitia hutuba zangu na kwa kupitia vipindi vya MTA, wale watu ambao wana tabia nzuri safi wanaendelea kujiunga na jumuiya. Watu wengi wananiandikia namna gani kwa kuangalia hutuba yako, kwa kuangalia vipindi vingine sisi tuliathirika na sisi tulianza kuvutika upande wa jumuiya Ahmadiyya, na Mwenyezi Mungu alitupatia nafasi ya kujiunga na jumuiya. Siku 2-3 iliyopita kulikuwa kipindi kimoja, mwanajumuiya moja mpya katika kipindi kile alisema, mimi nilijua kuhusu jumuiya lakini ilikuwa sifanyi bayat, lakini kwa kupitia hutuba za halifa nilipata hamu ya kujiunga na jumuiya. Hazur anasema kwamba hizi zote ni kazi za Mwenyezi Mungu na vile vile ni ahadi zake zinaendelea kutimia na zitaendelea kutimia inshallah. Ikiwa kazi hizi zinaendelea kufanyika, hii si kwa sababu ya juhudi yetu, lakini Mwenyezi Mungu anasema mwaminio halisi ni yule ambaye anafanya mahubiri, kazi ya mahubiri. Basi Mwenyezi Mungu anataka kutupatia baraka katika kazi hii ambayo yeye mwenyewe anafanya, na ameshaamua atafanya kazi, lakini yeye anataka kutupatia baraka ili sisi pia tupate baraka kwa kufanya kazi hii. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie kazi hii muhimu, kazi ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe amechukua jukumu lake. Sisi kwa kutoa mchango wetu katika kazi ile tupate thawabu na tuweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi nyinyi ambao mnaishi katika nchi ya Spain, mutoe wakati wenu angalau mara moja kwa mwezi au siku 2 kwa mwezi, mufanye kazi ya mahubiri sawa na mawazo na maoni ya watu wa hapa. Mutafute njia mbalimbali ya kuwahubiri. Kuna mwanajumuiya mpya wa Spanish siku 2-3 iliyopita, wiki moja iliyopita, alikuja kukutana nami. Yeye akasema jinsi tunatakiwa tufanye mahubiri ya dini tukufu ya Islam katika nchi hii, sisi hatufanyi mahubiri vile, bali yeye alisema zaidi ya bashiri moja, wabashiri 2, hata wabashiri pia kwa kuzingatia maoni ya watu wa hapa hawafanyi mahubiri au hawajui namna ya kufanya mahubiri katika nchi hii. Yeye alisema ingawa sisi tunahesabika kama ni nchi moja ya Ulaya, lakini mawazo yetu ni tofauti. Sisi watu wa hapa wanakuwa na hofu toka katika Islam na Waislamu, lakini pamoja na hali hii Waislamu waliishi katika nchi hii kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo sisi tuna mapenzi kwa ajili ya Waislamu kwa sababu waliwahi kuishi katika nchi hii. Basi inatakiwa mapenzi haya yaboreshwe, hasusan katika maeneo kadhaa. Kwa mfano kuna mkoa wa Undlus, kule inatakiwa kazi ifanywe vizuri. Hazur anasema kwamba katibu wa mahubiru
katibu wa mahubiri na makatibu wa mahubiri matawi yote, yani katibu wa mahubiri wa kitaifa na makatibu mahubiri wa matawi yote, hawa wanatakiwa waandae mpango maalum kwa ajili ya mahubiri. Pamoja na hawa makatibu, wanajumuia wote, khudam, ansar, lajna, wanatakiwa watoe nafasi na wakati kwa ajili ya mahubiri. Hapa waislamu walilazimishwa kujiunga na ukristo kwa kutumia upanga kama miaka 700-800 iliyopita, lakini sisi kwa kueleza mafundisho mazuri dini tukufu ya Islam tutashinda mioyo ya watu. Watu wanaendelea kujua kuhusu Islam katika nchi hii kwa kupitia TV channel na kuhusu katika magazeti, waandishi wanaandika kuhusu jumuiya, na hivi pia mahubiri yanaendelea kufanyika. Mhariri wa gazeti la Kurtaba alikuja kukutana nami. Yeye alinionyesha gazeti na alieleza kwamba angalia namna gani mimi naandika kuhusu jumuiya na sifu jumuiya katika gazeti langu. Katika London, Hazur anasema Peace Symposium yetu ilipofanyika, waandishi wa habari kutoka hapa pia walienda kule. Mwakilishi wa TV channel alichukua interview yangu, kisha baada ya kuja hapa yeye alirusha interview yangu na vile vile alieleza kuhusu mafundisho mazuri ya Jumuiya Ahmadiyya. Alirusha kipindi kimoja na alirusha sehemu fulani ya interview yangu. Sasa hali ya Spain si ile iliyokuwa inapatikana miaka kama 35 au 40. Ikiwa ujumbe haufikishwi vizuri, basi hili ni kosa letu, sisi hatufikishi vizuri ujumbe wa Islam. Kisha katika maeneo haya kadhaa Waarabu kutoka Morocco na katika maeneo mengine wamekuja, wamehamia. Kwa hivyo tunaweza kuwahubiri hawa watu kwa kuwapitia wale watu ambao wanajua lugha ya Kiarabu, na vile vile tuwapatie vitabu vya Kiarabu. Hazur anasema ikiwa kuna swali la literature katika lugha ya Kispain, ikiwa kuna swali la kutambulisha watu kuhusu jumuiya, miaka kadhaa iliyopita wanafunzi wa Jamia Ahmadiyya ambao wanahitimu masomo yao katika Uingereza, kabla sijawatuma hawa wabashiri katika matai mbalimbali, na watuma hawa wanafunzi katika mji hii, na wao wanasambaza literature katika kila mji, na katika idadi ya mamilioni wameshawahi kusambaza vipeperushi. Na hivyo ndivyo hawa wanafunzi ambao wanahitimu masomo yao, maoni yao pia ni haya kwamba hawa watu wa Spain wanapokea literature ya jumuiya, vitabu vya jumuiya, vipeperushi vya jumuiya kwa heshima, na wanasoma vipeperushi. Ni wachache sana ambao wanatupa, hawasomi. Lakini kwa kawaida wanasoma kisha wanaweka mfukoni, yani wanasoma kidogo kisha wanaweka mfukoni, yani wanaheshimu vipeperushi vyetu. Hivyo ndivyo. Kuna mwanamke mmoja mwenyeji wa hapa, yeye amejiunga na jumuiya, anaishi katika London. Yeye ni mke wa katibu wa Nomubayin. Familia yake inaishi hapa. Yeye anapokuja hapa katika shule mbalimbali, katika colleges mbalimbali, anaenda na anafanya mahubiri. Yeye anapata nafasi ya kufanya mahubiri hapa kwa kuja kutoka London, kwamba namna gani anaweza kufikisha ujumbe wa Islam na Ahmadiyya. Kisha watu wanaoishi hapa wabashiri, kwa nini wao hawawezi kutafuta nafasi hii ya kufanya mahubiri? Basi wanajumuiya wanaoishi katika nchi hii na viongozi na wabashiri wote wanatakiwa waandae mpango maalum kwa ajili ya mahubiri. Mwanajumuiya huyo mpya wa Spain nilimwambia yeye pia kwamba
niandikie njia nzuri ya mahubiri hapa. Mimi nikipata ushauri wake nitatuma ushauri wake hapa pia. Ikiwa ushauri wake unaweza kufaa hapa, mnatakiwa mufuate ushauri wake pia. Lakini jambo la msingi ni hili kwamba mnatakiwa musaidiane. Kwa kuacha nafsi zenu kando, mnatakiwa muzingatie faida ya jumuiya. Kuna jambo la kuelewa kitu hiki kwamba sisi kwa kuwa wanajumuiya tunalazimika kutimiza majukumu yetu, na tunatakiwa tutekeleze majukumu haya yote kwa shauku sana. Kisha wabashiri wanakuja hapa. Kwa kupitia wabashiri hawa lengo hili haliwezi kutimia. Kwa kutegemea hawa haliwezi kutegemea. Nilianza kuwatuma ili nyinyi mupate msaada kutoka kwao, kwa sababu wanajumuiya hapa ni wachache, na niliwatuma kwa lengo hili pia kwamba nyinyi pia mupate shauku ya kufanya mahubiri, au angalau ile haya ya kutokufanya mahubiri inapatikana ndani yenu, ile haya pia itaondoka. Hawa wanafunzi wanakuja hawajui lugha ya hapa, lakini wanaenda kila eneo na wanafanya kazi ya mahubiri. Kwa nyinyi pia mnaweza kufanya kazi hii. Hazur anasema kwamba mnatakiwa mujihisi na muelewe vizuri kwamba kazi hii ya mahubiri ambayo sisi tumepewa, tutafanya kazi hii vizuri na kwa shauku sana na kwa mapenzi tutafanya kazi hii ya mahubiri. Na katika kazi hii, kwanza kabisa, wabashiri wanatakiwa watafute njia mbalimbali za mahubiri, vile vile wawaelekeze wanajumuiya, na vile vile waungane na wanajumuiya na wafanye kazi bega kwa bega. Katibu wa taifa, katibu wa mahubiri wa taifa anaeleza shauku yake ya mahubiri mara kwa mara. Yeye hakuniambia waziwazi, lakini inaonekana kwamba ana matatizo ya bajeti na vile vile anakosa msaada kutoka kwa wanajumuiya. Basi hili ni jukumu la amiri. Ikiwa kuna shida ya fedha, yeye aondoe shida hii, aniandikie. Tayari makao makuu inasaidia katika uwanja mbalimbali, na wabashiri pamoja na wanajumuiya wanatakiwa waungane na amiri vizuri na wasaidiane. Kwa njia hii sisi tunaweza kuleta shani ya Islam iliyopotea katika nchi hii, na hii ilikuwa lengo la kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza hali ya moyo wake na kwa kueleza hii kwamba Mwenyezi Mungu anataka kuimarisha tena shani na heshima ya Islam, na anataka kuthibitisha ubora wa Islam duniani tena, na Mwenyezi Mungu anataka kuangamiza maadui wote wa Islam. Kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sasa Mwenyezi Mungu anaendelea kuthibitisha heshima ya Islam. Kuhusiana na mada haya yote, Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema dhama hii ni dhama yenye baraka sana. Mwenyezi Mungu katika hali hii ya matatizo na giza, kwa fadhila zake, kwa ajili ya kuthibitisha heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Mwenyezi Mungu amenuia kwamba amefanya mpango wa kusaidia dini tukufu ya Islam, na yeye alianzisha silsila hii ya Ahmadiyya. Nataka kuwauliza wale watu ambao wanakuwa na mapenzi na upendo wa dini tukufu ya Islam moyoni mwao, na wanakuwa na heshima ya dini tukufu ya Islam moyoni mwao, wao waniambie kwamba je, kuna dhama ingine yoyote ambayo ilipatikana katika Islam kama ni hii, ambamo Islam ilishutumiwa
na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ilishutumiwa na islam na Qur'an tukufu pia ilifedheheshwa. Basi kwa kuona hali ya waislamu mimi nasikitika sana. Baadhi wakati mimi nakosa utulivu kwa sababu ya hali hii, kwamba hawa waislamu hawana hisi kiasi hiki kwamba waweze kuitambua hali hii. Je, wao hawajali kuhusu heshima ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwamba je, Mwenyezi Mungu alikuwa hajali kuhusu heshima ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kwa kuona hali hii yeye asingeanzisha jumuiya hii, wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe na malaika wake wanamswalia mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam? Je, katika hali, katika fedha hii inayopatikana katika dhama hii, Mwenyezi Mungu angekaa kimya? Haiwezekani. Basi Mwenyezi Mungu amefanya kazi hii kwa kuanzisha jumuiya hii. Yani amesema Mwenyezi Mungu amenituma mimi nimetumwa ili heshima ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyopotea na niweze kuimarisha heshima ile tena duniani na nathibitishe ukweli wa Qur'an tukufu. Kazi yote inaendelea kufanyika, lakini wale watu ambao ni vipofu hawawezi kuona kazi hii, ilhali silsila hii inaangaa kama jua na watu wengi ni mashahidi ya ukweli wake. Ikiwa tunakusanya nishani hizi, hawezi kukusanya nishani hizi. Hata kueleza nishani hizi zote zilizoonyeshwa na Mwenyezi Mungu si rahisi. Zamani Islam ilifedheheshwa, ndiyo maana Mwenyezi Mungu sawa na fedha ile iliyoletwa dhidi ya Islam, Mwenyezi Mungu ameanzisha silsila hii ya Ahmadiyya. Hazur anasema sisi ni shahidi kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kuonyesha heshima. Hapa pia vyombo vya kusambaza habari na kurusha habari vimeanza kuvutika upande wa jumuiya hii. Yote inathibitisha aliyosema Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kama niliyosema kazi yote Mungu mwenyewe anafanya, lakini yeye anataka sisi tutoe mchango wetu katika hii. Kwa hiyo ninyi mtoe mchango wenu katika hili na mfanye kazi mahubiri vizuri. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kutuambia, ikiwa mnataka umri wenu uongezwe, basi mfanye kazi mahubiri. Anasema watu wote hawajui majukumu yao. Wapo wengine ambao wanakula tu, wanaona kiasi gani wanatakiwa wakule nyama na kiasi gani wawae mawazi, na zaidi ya hii hawajali kitu chochote. Watu wa aina hii wanapokamatwa wanaangamizwa mara moja. Lakini wale watu ambao wanaendelea kutoa huduma katika dini, wale watu wanafanyiwa rehema, na wao wanafanyiwa rehema mpaka wanamaliza kazi yao. Amesema mtu akitaka kuongeza umri wake na anataka apate umri mrefu, basi yeye anatakiwa sawa na uwezo wake yeye atoe umri wake kwa ajili ya dini tukufu ya Islam. Yule ambaye anamdanganya Mwenyezi Mungu, yeye ajue kwamba anadanganya nafsi yake, na yeye ataangamia kwa sababu ya tabia yake hii. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba hakuna tiba ingine ya kuongeza umri zaidi ya hii, kwamba mtu kwa moyo wake wote yeye aendelee kufanya mahubiri na aendelee kusambaza mafundisho ya dini tukufu ya Islam na aendelee kuitumikia dini. Na tiba hii inafaa sana siku hizi, kwa sababu siku hizi dini inahitaji watumishi wa aina hii. Ikiwa jambo hili halipatikani, basi mtu hawezi kutegemea umri wake. Umri utakwisha mara moja. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kutukumbusha kuhusu mahubiri alimsihi Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nasaha ile ni nasaha nzuri kwa ajili yetu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati fulani alimsihi Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, akasema
wallahi mtu mmoja akipata mwongozo kutoka mahubiri yako ni bora zaidi kutoka katika ngamia nyekundu 100. Hazur anasema ngamia nyekundu walikuwa na thamani kubwa sana wakati ule, na yule aliyekuwa na ngamia nyekundu ilionekana kwamba ni mtajiri sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba vitu vya dunia havina thamani dhidi ya kazi hii ya mahubiri, na kwa kupitia mahubiri uwe sababu ya mwongozo kwa ajili ya wengine. Hazur anasema bila shaka mnaweza kuchuma dunia, lakini lazima mnatakiwa mutoe nafasi kwa ajili ya mahubiri. Mimi nimesema siku 2-3 kwa mwezi, lakini mnatakiwa mutoe siku zaidi kwa ajili ya mahubiri kwa mwezi. Mkifanya hivi mtapata dunia, vile vile Mungu pia ataridhika nanyi. Hazur anasema kama nilivyosema hapo awali kwamba kwa kufanya mahubiri elimu yenu ya dini itaongezeka. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema yule ambaye anaita kwenye heri yeye anapata thawabu sawa na yule mtu ambaye alianza kufuata jambo lile la heri, na thawabu yake haipungui hata kidogo. Basi hii ndiyo ni maana na tafsiri ya aya ile niliyosoma mwanzoni mwa hutuba yangu. Yani nani anaweza kuwa mzuri zaidi kuliko yule ambaye anawaita watu kwenye njia za Mwenyezi Mungu? Yani yule anayeita yeye anapata thawabu, na yule ambaye anaongoka yeye pia anapata thawabu. Yule anayefanya mahubiri alipata neema ya dunia, umri wake pia uliboreshwa, na vile vile alipata thawabu ya mema. Basi kwa ajili ya kuwa warithi wa neema za Mwenyezi Mungu, sisi tunatakiwa siku hizi kwa ajili ya mahubiri tutoe nafasi. Kisha Sayyidina Alayhi salatu wassalam kuhusu huduma hii ya Islam anatukumbusha na anatusihi, anasema na wasini mara kwa mara kijana yeyote asitegemee kwamba katika yeye ana umri miaka 19 na 18 na bado ana umri mrefu sana, na mtu mwenye afya asitegemee afya yake. Hivyo ndivyo mtu mwingine ambaye ana hali nzuri yeye asitegemee heshima yake na uzuri wake. Zama hii ni dhama ya mwisho. Mwenyezi Mungu anataka kujaribu mkweli na muongo. Basi kuna wakati wa kuonyesha imani halisi, na sisi tumepewa nafasi ya mwisho. Hatutapata wakati huu tena katika maisha yenu. Huu ni wakati ambamo bishara zote za manabii zilitolewa. Kwa hiyo nyinyi mmepewa nafasi ya kutoa huduma za mwisho. Wanadamu wamepewa nafasi hii ya mwisho. Baada hii wanadamu hawatapewa nafasi tena. Basi mwenye bahati mbaya ni yule ambaye anapoteza nafasi hii nzuri. Kisha anasema kwa kufanya bayet kwa ulimi haitaleta faida. Mfanye juhudi na mfanye dua kutoka kwa Mwenyezi Mungu, nyinyi muwe wa kweli. Kwa hiyo msiwe wavivu, bali muwe wenye kufanya mahubiri na mfuate nasaha zangu zote. Hazur anasema kwamba katika hutuba iliyopita nilisema kwa kupitia kitabu kiitwacho Kashti ya Nuhu, yani ni safina ya Nuhu, kila mwanajumuiya anatakiwa asome kitabu hiki, hasusan ile sehemu ambamo Sayyidina Alayhi Salam ameeleza mafundisho yake. Kila mwanajumuiya anatakiwa asome sehemu ile. Maandiko yaliyoandikwa katika kitabu hiki yanatukumbusha kuhusu vitendo vizuri na kuhusu jukumu letu la kutimiza kazi ya mahubiri. Na kwa kufuata nasaha za Sayyidina Alayhi Salam tunaweza kuwa waaminifu haswa. Sayyidina Alayhi Salam kwa kutukumbusha kuhusu vitendo vizuri anasema inaonekana kwa kidhahiri kwamba watu wanasema la ilaha illallah
na wanamsadikisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kidhahiri wanaswali swala, wanafunga saumu, lakini jambo la msingi ni kwamba wao hawana imani mioyoni mwao. Wao hawafanyi vitendo vizuri, wanafanya vitendo kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Kitu hiki kinathibitisha vitendo vinayofanywa na Waislamu si vitendo vizuri. Hata wengine ambao wanafanya mema kwa kuwa na mwenendo wao tu, basi sababu yake ni hii kwamba baraka ya mema hii na vitendo hivi havipatikani. Basi mkumbuke kwamba ikiwa mtu hafanyi vitendo hivi kwa moyo wake wote, hatapata faida, wala vitendo hivi havitaleta faida kwake. Vitendo vizuri vinaweza kuitwa vitendo vizuri wakati ufisadi haupatikani ndani yake. Swale ni yule ambaye hana ufisadi hata kidogo. Wale ambao katika swala zao ufisadi inapatikana na wana tamaa ya nafsi, basi swala zao si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na wao hawawezi kwenda juu hata kidogo. Wao hawana imani moyoni mwao. Vitendo vizuri ni nini? Kwa kueleza mada hii, Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam anasema zaidi, kumbukeni Mwenyezi Mungu anazingatia hali ya moyo wa mtu, na yeye hajali vitendo vya kidhahiri, bali Mungu anaangalia vitendo vya kidhahiri na roho yake. Ikiwa kwamba je, kuna tamaa ya nafsi katika vitendo hivi, au anafanya vitendo vizuri kwa sababu ya kumtii Mwenyezi Mungu? Mwanadamu kwa kuona vitendo vya kidhahiri anadanganywa. Yule ambaye ameshika tasbihi mkononi mwake, anaswali sala ya tahajjud na sala ya ishraq, na kwa kidhahiri anafanya kazi vitendo, basi mtu kwa kuona hali yake ya kidhahiri anaona huyu ni mtu mwema kwa sababu ameshika tasbihi mkononi mwake, anafanya tasbihi. Lakini Mwenyezi Mungu hajali ganda, wala haangali ganda, wala hataki vitendo vya aina hivi. Vitendo vyake ni sawasawa na ganda ya matunda, na Mwenyezi Mungu hapendi ganda hii, wala hawezi kuridhika na hii mpaka yeye anakuwa na utii wa Mwenyezi Mungu kweli kweli. Maana yake ni kwamba hali yake ya kidhahiri ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakipendi. Anasema madamu mtu haonyeshi utii wa hali ya juu na imani ya hali ya juu, vitendo hivi haviwezi kufaa. Watu wa dunia ni sawa na mbwa ambao wanaangukia dunia. Kwa kidhahiri wanaonekana watu wema, lakini wanafanya vitendo vibaya, na vile vile dhambi zilizofichika zinapatikana ndani yao. Kwa hiyo sala za aina hii hazitafaa hata kidogo. Hazur anasema kwamba vitendo hivi vya kuonyesha watu wengine haviwezi kufaa kwa ajili ya mwanadamu. Amali ambamo hofu ya Mwenyezi Mungu haipatikani, amali hizi haziwezi kupata thawabu, na watu aina hii wakifanya mahubiri hawawezi kupata matunda mazuri. Basi Hazur anasema kwamba sawa na nasahi Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam, tunatakiwa tuzingatie hali hii vizuri. Kisha Sayyidina Alayhi Salam kwa kueleza mada hii kwamba tunatakiwa tufanye vitendo vizuri, anasema yule mtu ambaye anataka kubakisha imani yake apate maendeleo katika vitendo vizuri, kwa sababu hali ya kidhahiri athari inapatikana juu ya itikadi ya mtu. Yani ikiwa mtu anataka imani ulioimarika, basi anatakiwa afanye vitendo vizuri. Wale watu ambao wanafanya vitendo vizuri, mkichunguza hali zao, hawana imani juu ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana ndani ya hadithi inapatikana mwizi anapoiba yeye si mwamini wakati ule, na mzinifu anapozini basi wakati ule yeye si mwaminio. Maana yake ni hii kwamba
vitendo vyake vibaya vimeleta athari juu ya itikadi yake na imeleta athari mbaya juu yake, basi jumuiya yetu inatakiwa ifanye vitendo vizuri sana. Ikiwa jumuiya yetu hali yake ni sawa na hali ya wengine, basi katika hali kuna tofauti gani baina ya jumuiya yetu na wengine, na katika hali namna gani Mwenyezi Mungu atateremsha ulinzi wake. Mungu ataturehemu wakati sisi tutamridhisha kwa ucha Mungu hali ya juu. Kumbukeni, Mwenyezi Mungu si jamaa wa mtu yeyote. Mtu hawezi kufaulu kwa maneno ya ulimi wake na kwa madai yake. Amesema utii ni jina la mauti. Yule ambaye hamtii Mwenyezi Mungu, yeye anacheza na Mwenyezi Mungu. Wakati anapokuwa na furaha anaridhika na Mwenyezi Mungu, anapopata hali ya dhiki anamkasirikia Mwenyezi Mungu. Kumbukeni, Mwenyezi Mungu aendelee kuwapatieni ufaulu na msipate fedheha. Katika hali hii yeye hatakuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu. Basi vitendo vizuri ni vitendo vizuri wakati mtu anakuwa mtiifu wa hali ya juu na anafanya vitendo vizuri kwa utii mkamilifu, na anafanya vitendo hivi kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mtu anaacha tamaa za nafsi zake nyuma, wakati ule anapata hali hii na anakuwa na lengo moja tu, kwamba sisi tutafanya vitendo vyote kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na tutafanya amali zote sawa na amri za Mwenyezi Mungu, na huu ndio ni utii mkamilifu. Utii si huu kwamba wakati mtu anapata faida anasema yeye ni mtiifu, na wakati mahali ambapo kazi yake haikufanyika sawa na ridhaa yake, basi anamkashirikia Mwenyezi Mungu. Vitendo vibaya, kwa kupitia vitendo vibaya mtu anakuwa mbali na ukhalifa na mbali na jumuiya. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema silaha ya ushindi wetu ni istighfar, tauba na kujua kuhusu elimu ya dini na kuzingatia heshima ya Mwenyezi Mungu na kusali swala 5. Swala ni ufunguo wa kupokelewa kwa maombi. Wakati mnaposali swala mufanye dua ndani yake sana na msighafilike. Na muipukane na ubaya wa kila aina. Huzuri anasema Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kusambaza ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sisi kwa kufanya tauba na istighfar na kwa kufanya maombi tuweze kufanya kazi hii ya mahubiri, tuweze kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki ya viumbe vyake. Tukitimiza haki hizi, basi tutakumbusha vitendo vizuri, tutafanya vitendo vizuri. Katika kila kitendo chetu sisi tutazingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu na tuhisabiwe katika watiifu wa Mwenyezi Mungu. Sisi tutakapozingatia mambo haya yote, inshallah taala, katika hali hii sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu, tutashuhudia ushindi wa Islam katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kufanya hivi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر